Mambo vipi? Ni Thomas Filipo hapa. Napenda tena kuwakaribisha katika channel yangu ya YouTube. Ni vyema wewe ambaye hujapata kusubscribe channel yangu ya YouTube, basi ni muda huu sasa unaweza kusubscribe ili kuweza kupata update kwa jinsi tunavyoweza kutupia video vya FAS, Excel au Forex. Wewe ukiwa mdau wangu wa Excel basi unaweza kusubscribe. Wewe ukiwa mdau wangu wa FAS basi unaweza kusubscribe. Ukiwa mdau wangu wa Forex pia unaweza kusubscribe. Lakini kuna wale ambao wananitafuta kwenye simu kupitia namba yangu ile 26. Kama unipate basi unaweza kunifuata moja kwa moja kwenye Telegram. Inapatikana kupitia namba hiyo hiyo. Una add hiyo namba basi utanikuta kwenye Telegram. Na wale ambao wananipigia simu kwa ajili ya kutafuta msaada, basi piga tu, mimi nitapokea simu majira yote na muda wote. Basi leo nimependa kuchukua nafasi hii kutengeneza video fupi ambayo inayohusu mambo 7 yatakayofanya mtu au mhasibu aweze kutumia mfumo wa FAS kwa kurelax au kwa urahisi zaidi, asiuone mfumo kama ni sehemu ya kikwazo katika majukumu yake ya kila siku. Basi bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye hayo mambo 7 ya msingi. Yafuatayo ni mambo 7 muhimu yatakayokufanya utumie mfumo wa FAS kwa kurelax kabisa. Yaani unauona kama ni sehemu ya kawaida, unaona kama hii ni lesson plan, wala usumbue kitu. Maana wale wengi mfumo huu umekuwa ni changamoto na wengine wanafikia tu mpaka kuchukia kabisa. Basi nitakupa hizi hatua au haya mambo 7 ya msingi, ukiyazingatia na ukianza nayo vizuri na kufuata maelekezo kama vile nitakavyoweza kuelekeza, utakuwa na uwezo wa kutumia mfumo wako wa FAS pasipo usumbufu wowote. Mfumo huu ukikosea kutumia lazima utakusumbua kwa sababu umejawa na hesabu mwanzo mwisho. Kwa hiyo tukianza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza, anza mwanzo vizuri kwa kuhakikisha taarifa zilizoingizwa kwenye mfumo ni sahihi. Sasa ninaposema anza mwanzo vizuri, namaanisha nini? Kumbuka huu ni mwezi wa 7. Katika nchi yetu Tanzania huu ndio mwezi wa kwanza wa mwaka wa fedha unapoanzia na unakomea mwezi Juni wa mwaka unaofuata ambayo ndio unakamilisha mwaka wa fedha. Sasa tunafanya bank reconciliation pindi inapofika mwezi Juni ili tunajiandaa tena kwa mwaka mwingine wa fedha kwa mwezi wa kwanza ambaye ni mwezi wa 7. Sasa ninaposema anza mwanzo vizuri nina maana gani? Jambo la kwanza, ili uweze kutumia mfumo wako vizuri, hakikisha baka au end balance ya mwezi Juni au mwezi wa mwaka wa fedha uliotangulia kuisha, zile taarifa zote zimeingia kwa usahihi kwa mwaka mpya wa mwaka wa fedha. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo hakikisha baka imeingia kwa usahihi kabisa. Basi hiyo ni hatua ya kwanza. Jambo la pili, epuka kuingiza taarifa ambazo hazitaleta mabadiliko kwenye bank statement. Ina maana gani? Wako wengi wanapenda kuadjust, wapo wengi wanapenda kukata receipt ambazo anakili mapokezi ambayo hayajaingiziwa kwenye akaunti ya shule, kitu ambacho ni makosa makubwa sana. Mimi napenda tu kukuambia kwamba mfumo huu wa FAS umereflect moja kwa moja kile kinachotokea kwenye akaunti ya shule, benki. Mfumo unafanya reflection, yani unakuwa kama ni kielelezo. Kwa hiyo kinachofanyika kule benki ndicho hicho kinatakiwa kiwakilishwe katika mfumo wa FAS ili watu waweze kuona taarifa kwa usahihi au kumrahisishia auditor kuweza kukagua taarifa kwa usahihi. Sasa ninaposema epuka kuingiza taarifa ambazo hazitaleta mabadiliko kwenye bank statement, ina maana gani? Unaweza ukakata receipt ili mradi uweze kufanya malipo. Kwa kuwa kule fund imeisha, unakata receipt tu ambayo haijaingia kwenye bank statement. Ukienda kujua moja kwa moja huo mfumo wakati wa kufanya bank reconciliation utakuja kusumbua na utasababisha hata taarifa kujamba. Kitu kingine, mtu ana adjust. Huu mfumo umejitosheleza kimahesabu. Kile kinachoingia kwenye akaunti yako ya shule ndicho hicho unachoweza kufanyia matumizi sambamba na baka yake. Sasa endapo utadjust kile unacho adjust, benki haitambui, bank statement hakuna adjustment pale. Sasa umeadjust kutoka wapi?
mtu ana adjust mpaka shilingi 800,000, milioni 1, milioni 2, 300,000, wakati ile benki ya adjustment ilikuwa imeweka kwa ajili ya kubalance zile technical error 0.0 senti, yani haizidi hata shilingi 10 ikiwezekana. Naona hilo ni jambo la kuzingatia sana. Na jambo la tatu, futa mapema hati zote za malipo ambazo hazikufanikiwa kupita halmashauri. Unapokata risiti au unapokata PV kwenye mfumo pale, moja kwa moja utaprinti hati ya malipo ambayo utaambatanisha pamoja na ile cheki ambayo mhasibu umeiandaa. Inapitishwa kwanza na signatory pale wilayani. Sasa baada ya kupitisha, ndipo inakuwa na kibali cha kuweza kufanyaje, kupeleka benki na kuweza kuingiziwa hiyo pesa au kumlipa yule mhusika. Lakini signatory wa wilaya akigoma kupitisha undio kwa sababu ambazo anazifahamu yeye, moja kwa moja ukaenda kujua kwamba mfumo unatambua matumizi yamefanyika, lakini kiuhalisia kwenye bank statement matumizi yanakuwa bado hayajafanyika. Sasa endapo kama hiyo pesa haitakuja kufanikiwa kwa namna yote tena kuweza kumshawishi signatory alizie kupitisha ili muamala ule uweze kufanyika benki, moja kwa moja patakuwa na tofauti wa taarifa kati ya bank statement kwa mwezi huo husika na patakuwa na tofauti wa taarifa na kwenye mfumo. Kwa hiyo kitu tunachotakiwa kufanya ili kote pasitambulika kwamba kuna matumizi yamefanyika, utalazimika ufute hiyo PV. Na namna kufuta, utafuta nusu, alafu approve wa wilaya yeye atakuja atamalizia. Jambo la 4, fanya bank reconciliation kila mwisho wa mwezi. Mfano, huu ni mwezi wa 7 sasa, ambapo kuna taarifa zinaingia kwenye mfumo ikiwemo bakaa, mapato na matumizi yote yanayoingia either kwenye own source au kwenye Ministry and Finance and Planning, unaona, Ministry of Finance and Planning, whatever, yani fedha yote ambayo shule kama shule itapokea kutoka kwenye vyanzo binafsi au popote, nilimradi kama vitafanikiwa kuingia kwenye akaunti ya shule, basi utalazimika pia taarifa hizo zote zitakatwa. Sasa ninaposema fanya bank reconciliation kila mwisho wa mwezi, mapato na matumizi yote katika mwezi husika, kwa mwezi huu wa 7 mfano, unapofika tarehe 31 ya mwezi wa 7, hiyo ndio tarehe ya mwisho kabisa, utalazimika ufanye bank reconciliation ya mwezi wa 7 tarehe za mwanzoni mwa mwezi unaofuata. Maana yake inamaanisha mwezi wa 8 tarehe 1, 2, 3, 4 mpaka 5. Hizo siku 5 ni vyema sana wewe ukafanya bank reconciliation kwa ajili ya mwezi uliopita ili kuhakikisha kwamba bank reconciliation imeenda vizuri. Jambo la 5, changamoto ikiwa kubwa, omba ushauri kwa mhasibu wa shule nyingine na wadau wengine wenye uzoefu. Sasa wakati unapofanya bank reconciliation kuna hatua za kufuata ikiwemo cash book report, bank reconciliation yenyewe una add balance, and then unaenda kuprint bank reconciliation report. Sasa ili uweze kufanya hivyo vyote kuna hizo hatua za msingi ambazo unatakiwa uzizingatie. Sasa katika hizo hatua za msingi inawezekana ukakutana na changamoto, basi utalazimika kubadilishana mawazo na mhasibu wa shule jirani au utatafuta mahali popote pale kwenye msaada, na endapo changamoto itakuwa kubwa zaidi utalazimika kuwaona watu wafuatao. Mtu wa kwanza ni first training protagonist. First training protagonist, huyu ni yule ambaye ameenda TAMISEMI, ametoka wilayani, ameenda TAMISEMI kuwakilisha mafunzo au kupokea mafunzo ya uhasibu kwa mfumo wa FAS, ambaye yeye atakuja awaseminishe tena na wadau wengine watumiaji, wakiwemo walimu wakuu, wahasibu wote na wengineo. Yeye ndo anaitwa first training protagonist. Yeye atahusika na masuala yote ya kubalance na kufanya bank reconciliation. Lakini pia kama changamoto itahusisha mfumo, labda email imegoma, umelogin password haitambuliki, au kuna unahitaji kutoa kufuli, uliconfirm taarifa fulani, hapo itabidi umuone IT wa wilaya, yeye atakayehusika na mfumo. Labda kuna matatizo kama ile ya internal server, umeshangaa baadhi ya menu hazionekani kwenye mfumo, moja kwa moja utamuona mtu IT wa wilaya. Na kingine, kuna group la Telegram ambalo ni jipya
unaweza ukajiunga, utaiona link hapo chini, unaweza ukajiunga kwenye ile group. Endapo utakuwa na changamoto, basi utakuwa unaitupia hapo, itajadiliwa kama meza. Group hilo ni pana, kwa hiyo litahusisha watu wengi zaidi. Basi ni hayo ndio mambo ambayo ni ya msingi sana katika yatakiwa kuwezesha wewe kufanya bank reconciliation au kutumia mfumo wako wa FAS bila usumbufu, au uone mfumo wa FAS ni rafiki kwako ukizingatia mambo hayo 7, ambayo jambo la 7 ndio hilo la kujiunga na Telegram group. Hili ni grupu la Telegram na FAS ambalo liko kwa ajili ya kubadilishana uzoefu katika maeneo ya FAS, Excel na masuala mengine yanayohusiana na shule. Basi kwa wewe ambaye tayari umekwisha kufanikiwa kuangalia video hii ya mambo 7 ya kuzingatia ili uweze kutumia mfumo wako kwa ufanisi, basi iko video nyingine ambayo itakuelekeza hatua sahihi za kuweza kufanya bank reconciliation. Ni video inayofuata baada ya hii, wala haina siku 2 wala 3.